msiue watoto wenu kwa kuogopea njaa. Alana kaifa yuqtalu al-aulad wala shabab, sasa hivi watu wanauliwa vipi? Wanauliwa kwa vitu viwili. Wanauliwa kwa kutokusomeshwa dini ya kweli, lakini kwa kuwekwa fikra chafu za chuki na za kikafiri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapozungumza kwamba usipompa mtoto wako ilmu ya dini, mtoto huyo sasa umemuua. Yule anaanza kuwa maiti tangia na miaka 3, 5 mpaka anakuwa maiti, baadaye kusumbua watu. Inna sifahata ash-shaykh la hilma ba'dahu wa inna al-fata ba'da as-safahati yahlamu. Sayyidi ya Rasulullah, in kana Yusuf qad u'tiya nisfa al-jamal fa inna Allah a'taka al-jamala kullahu illa anna an-nisaa maftatana bi jamalika kama aftatana bi jamali Yusufa لأن الله كسى جمالك بالجلال والوقار. سيدي يا رسول الله، أنا لست أخشى من ظلامة ظالم، أنا لست أخشى من عداوة معتد، أنا لست أخشى الفقر في دنيا الورى وخزائن الرحمن لما تنفد، أنا لست أخشى الضيم أو قهر العدا وأنا المقيم هنا بباب محمد. الحق أنت يا رسول الله، الحق أنت يا رسول الله. أيها الحاضرون في هذا اللقاء المبارك المتجدد سنويا مرة، مزangu baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada na rehema bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nitambue uwepo wa kila mmoja wetu kwa nafasi yake, lakini wa ala rasihim fadilatu Sheikh al-Murab Walid hafidhahullah wa atala Allah baqaa. Mimi naomba kwa haki yake niazime neno kwa Mutanabbi. Mutanabbi anasema wala akhussuka bimanja fa idha salimta fa kullu an-nasi kad salim. Kwa nyuma yako Mutanabbi. Ndugu zangu, shiari yetu au kauli mbiu yetu ni Uislamu na vijana. Dakika nilizopewa ni 5 na kiprotoko na kibingwa lazima utumie 5. Utakuwa wenda wazimu na uchizi wa mwisho utakuonesha ubingwa wakati muda umebana. Dakika 2 zinatosha kujua nchi kama ishaingia njaa na balaa kwa mtu akimbie. Na ndugu zangu, vijana wao ndo wamepata madhi na sifa kubwa ndani ya Qur'an. Lakini ili mtu au shab au fata, hunaka marhala, kuna stage anayopitia kabla ya kufika huko, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameizungumzia. Ukiangalia suratul Isra aya nambari 31, Mwenyezi Mungu anasema wala taqtulu auladakum khashyata imlaq. Tafsiri hapa nimepokea kwa Sheikh Muhammad Abu Bakar al-Burhan. Pokea lini, ilikuwaje? Tafuta wa mdako. Lakini tafsiri ninaitoa hapa nimepokea kwake, tataja mpaka mwaka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala taqtulu auladakum khashyata imlaq. Hiyo Isra. Kenda An'am anasema wala taqtulu auladakum min khashyati imlaq, nahnu narzuquhum, msiue watoto wenu kwa kuogopa njaa.
Barakallahu fika. Mimi ndo mjanja yake kitamu. Wala taqtulu auladakum khashyata imlaq, msiue watoto wenu kwa kuogopea njaa. Alana kaifa yuqtalu al-aulad wala shabab, sasa hivi watu wanauliwa vipi? Wanauliwa kwa vitu viwili. Wanauliwa kwa kutokusomeshwa dini ya kweli, lakini kwa kuwekwa fikra chafu za chuki na za kikafiri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapozungumza kwamba usipompa mtoto wako ilmu ya dini, mtoto huyo sawasawa umemuua. Yule anaanza kuwa maiti tangia na miaka 3, 5 mpaka anakuwa maiti, baadaye anasumbua watu. Sasa aya ya mwisho nimalizia nikae. Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Kahf, nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaq innahum fityatun amanu birabbihim fazidnahum huda. Mwenyezi Mungu anawaeleza vijana, innahum fityatun. Hiyo kuna iltifat, watu wa balagha wanasema maana yake kuna kutoa katika hadithi fulani kukuleta mazungumzo fulani. Ukitazama nyuma kulikuwa mazungumzo mengine, Mungu anawahamisha watu. Hiyo ni iltifat. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume hao ni vijana sababu kafir walimwamini Mola wao, fazidnahum huda, tukawaongezea uongofu. Ukitazama fitya ni jamu qilla, kama kule ayyaman maadudat, kwamba hao vijana walikuwa ni wachache, walimwamini Mola wao, Mungu akawazidishia imani. Na hapo kuna hasri, manake wakati huo kulikuwa na imani za ovyo ovyo. Sasa Mungu atakusema wakati huo wao walimwamini Mungu tu, hawakuamini takataka zingine. Fazidnahum huda, wale na uchache wao mpaka wakapata sura nzima inaitwa suratul Kahf. Lakini walikuwa ni vijana wachache, wakaleta mabadiliko makubwa na wakakubali kuadhibiwa na kumkataa mfalme. Shab au shababu ni vijana wenye mchanganyiko, vijana wa ovyo na vijana wa kweli. Lakini ukisikia fityatu, nao ni vijana ambao wanamuogopa Mungu na wanamsimama mbele ya Mwenyezi Mungu. Pointi ni kwamba walikuwa ni vijana wachache, lakini kwa sababu walikuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, umma wote ukasulihi na umma wote ukawa vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka. Al-aqalliya, ule uchache haukuwa neno kwao. Rudini katika suratul Tauba, turudi mimi na wewe twende katika ghazwat Hunain, vita ambavyo vilifanyika mwaka wa 8 Shawwal 10. Wa idh nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a, paka mwisho, thumma wallaytum mudbirin. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume tumewanusuru maeneo mengi sana, lakini Muhammad, kumbuka siku ya Hunain, vita vya Hunain ambavyo vilitokea mwaka wa 8. Waislamu walikuwa wengi sana. Kwa ule wingi wao wakajua kwamba watashinda na nusra itarudi kwao, lakini Waislamu walipigwa mpaka wakawa wanashakata tamaa, wakawa wanakimbia. Kwa mujibu wa Qur'an, Mtume sallallahu alayhi wasallam akanawaambia, halumu ilayya ana rasulullah, njoeni kwangu mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, leo si tutashinda. Wakawa wanarudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ule wingi haukuwasaidia jambo, lakini imani ndio ilikuja ikawasaidia, na vita hivi Waislamu walishinda. Walipata mbuzi peke yake ghanima 40,000, ngamia peke yake 24,000, ukia dhahabu za fedha, madini ya fedha walipata 4,000, na watu wale usara mateko walikuwa 6,000. Mimi nimepiga hesabu zangu za nazi, zile faida uzozipata ukileta na pesa yetu sasa hivi ni sawasawa na dola, sawasawa na bilioni 46 plus
faida ile kwa sababu ya kumshika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi kama vijana tunayetegemewa lazima tuwe na bright future, tuwe na mwongozo mzuri ambao kesho utatunyanyua, na tuwe na adab. Bil adabi usulun bila taab. Mtu akiwa na adabu anafika kwa Mwenyezi Mungu na anafika mbali bila tabu yoyote. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam Sheikh Abdurrahman, Mungu akupe kila la kheri.